Mimi ningependa kwa niaba ya naowakilisha pamoja na kutoa pongezi za dhati kwa waandaaji wa jambo hili JUAKITA mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tungependa kusema kwamba jambo hili ndio jambo pekee ambalo linahitajika sana katika jamii ya Watanzania kwa sasa. Jamii yetu imekuwa katika wakati mbaya sana. Maneno, matendo na matamshi yanayoashiria kuvunjika kwa amani yameonekana kufurahiwa na kupendwa sana na watu kuliko siku za huko nyuma. Inawezekana kwa sababu Watanzania hawakuzoea kuona kiongozi mwanamke anaweza kuongoza vizuri. Lakini pili ni ule binafsi wa kijinsia ambao tulikuwa nao, wa kudhani kwamba sisi wanaume madaraka na utawala ipo kwenye dhamana yetu, na sasa inapofika mahala kiongozi anakuwa mwanamke alafu anafanya vizuri sana, alafu kiongozi huyu anafanya vizuri sana katika namna ya ajabu, badala ya kuonyesha furaha kwa Watanzania wengi, kinachoonekana hakujawa na wakati ambao Watanzania wamekuwa na mwamko. Sio wengi, vijikundi vichache wamekuwa na mwamko wa kuleta machafuko. Haijatokea kuliko kipindi chochote kama kipindi cha sasa. Kibaya zaidi, tumefurahi kuona wanawake ndio wameendea hili jambo. Hakuna watu wenye nongwa wanaongoza kutamani kuona mwanamke huyu anashindwa, ni wanawake. Tunacho kidada chetu fulani kimekimbilia Kenya huko, hata kumzika babake ameshindwa. Kila siku kazi yake ni kutaka kuona machafuko yanatokea Tanzania. Amekuwa akiwafundisha kiburi, amekuwa akiwafundisha ujeuri baadhi ya vijana wengi wa Kitanzania, na kuwapa nafasi kwenye mitandao ya kijamii kutoa maneno ya ovyo ovyo. Wakati fulani ningependa watu wafahamu, sasa hivi nyinyi mmefanya jambo kubwa kuwaita watu, kuhamasisha juu ya masuala ya amani. Ni Watanzania wachache leo ambao wanafanya kazi ya kuwahimiza Watanzania wenzao wasijiingize katika vitendo vya uvunjifu wa amani. Lakini linapotokea tatizo, wengi tunakuwa mstari wa mbele kuwaonea huruma. Iko hivi, rais, kiongozi yote ni binadamu kama sisi. Licha kuwa na vyombo vya ulinzi hivi, lakini ana ndugu zake, ana marafiki zake. Haiwezekani mtu aone mama yake, dada yake, shangazi yake, jirani yake, mtu mwema anatukanwa, alafu yule mtu anabaki tu salama. Sasa mara nyingi tuwaambie watu, inawezekana vyombo vya usalama vina procedure zake ndefu za kushughulika na watu ambao wanawadhuru, wanawatukana watu. Lakini sisi tu wa kawaida, mimi unitukanie mama yangu, unitukanie dada yangu, siwezi kusubiri mahakama. Nitakapokukuta nitakukuta nalo. Sasa itategemea utaishaje. Kwa hiyo namna nzuri ya kuwanusuru watu ambao wanapata matatizo ni kuwasihi vijana kuwa na adabu, kuacha kutukana viongozi, kuacha kutoa matamko makali. Kwa sababu wakati fulani mimi na biashara zangu, mimi na shughuli zangu, ninakuona kabisa kijana wewe, aidha umepitishwa bangi au umetolewa akili, unatoa matamko ambayo biashara zangu kesho zitaharibika. Siwezi kusubiri polisi waje kutukulikie kwa mwaka mzima. Nitatafuta kila namna kunusuru biashara zangu, kwa sababu usalama wa biashara zangu unategemea usalama wa nchi yetu.
Kwa hiyo tuwaase vijana katika juhudi za watu kulinda mali zao, katika juhudi za watu kulinda heshima za ndugu zao. Kila mmoja atafanya juhudi yake. Asante sana. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa hivi nikaribisha MC kwa ajili ya mada ya pili inshallah. Asante sana. Asante sana. Bado tunaendelea na kongamano la amani.